Yesu asifiwe. Wacha tuamini na tuombe, kiposa tukaendelee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishi milele, mtakatifu wa amani, tunakushukuru mchana wa leo, tunakuinua mtakatifu wa amani, tunakubariki na kusema hakuna aliye kama Jehova. Mtakatifu wa amani, mchana wa leo tunatubuka, tusamehe, tutakase kwa damu ya Yesu Kristo. Mtakatifu wa amani, ni mengi tumekutenda kinyume na mapenzi yako, kwa kujua na kutojua, tunaomba msamaha wako. Mtakatifu wa amani, tunashukuru ni kwa ajili ya siku ya leo umetupa mtakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Tunaomba tunapoenda kuanza ibada hii Jehova, tunaalika uwepo wako mahali hapa, tunaalika neema yako mahali hapa ikatawale. Bwana Yesu, na ukajitwalie utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu, tunaalika nguvu zako mahali hapa. Tunaomba jinsi tumeingia katika ibada hii tusitoke hivyo tena, bali tukatoke na neema yako Bwana Yesu, ukatuponye na ukatufungue. Zaidi ya yote ukatutende mema katika jina la Yesu Kristo. Nenda ukatende na ukaonekane katika ibada hii. Napoenda na kusikia neno lako Jehova, tunaomba neema yako na kibali chako. Naomba Yesu kaongoze hili neno na ukalifanye kuwa na mizizi ndani ya maisha yetu, mfalme wa amani, na ukaonekane kwa maisha yetu. Asante kwa kila mmoja aliye mahali hapa na atakaingia baadaye. Asante kwa aliye pale mtandaoni. Yesu, tunaomba neema yako na tunaomba kibali, ukatuonekanie na ukatukumbuke mchana wa siku ya leo. Asante kwa kila jambo unaenda kutenda na kwa kila jambo unaenda kuonekana. Uinuliwe na utukuke Yesu Kristo, maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu tumeomba pamoja na kuamini, na mtu mmoja akapate kusema amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hivyo karibuni katika ibada ya siku ya leo, na ninaamini kuwa tutaenda kubarikiwa kwa pamoja, na tunaamini kuwa akile tulikuwa tunatarajia siku ya leo Mungu anaenda kutupa na anaenda kutenda jambo jema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo kabla hatujaanza ama kusikia kile ambacho Mungu alikuwa ametuandalia, ningeomba kwanza kabisa unisaidie kumshukuru baba yangu wa kiroho Apostle Meshack Kiilu kwa sababu ama kwa nafasi ambayo amenipa na kuhudumu chini ya neema iliyo juu yake. Nisaidie kwa makofi mazuri, shangwe na vingelegele as we celebrate our apostle. You can do better than that. Hallelujah. Amen. Amen. Naomba pia ukanisaidie to appreciate our mom, Pastor Susan. Ni mama mzuri, mama amebeba neema kubwa. Hallelujah. You can do better than that. Amen. Amen. Pia wewe uliye pale mtandaoni, tunakukaribisha kwa makofi, kwa shangwe na vingelengele, jinsi uko mahali panastahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo karibuni sana na tutabarikiwa kwa pamoja. Ujumbe wangu wa siku ya leo ama my topic is all about the power of sharing a testimony. The power of sharing a testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And I believe we all know what is a testimony. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Online church, are we together? Ensure una share our broadcast, invite your friends, na Mungu atakubariki. Amen. Amen. The power of sharing a testimony. And what is a testimony? A testimony, it has many meanings. It has a lot of meaning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A testimony, number one, it is a statement, often a spoken or written one, that someone makes to confirm the truth of something, especially in legal or religious context. Bwana Yesu asifiwe. A testimony
It is a statement, often a spoken or written one, that someone makes to confirm the truth of something, especially in a legal or religious context. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka tukianza tumesema kuwa a testimony ama ushuhuda iko na maana mingi, na itategemea where you are applying the testimony, ama ni wapi unatumia huo ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. You can apply ama use a testimony in a church, that is religious context. You can also use a testimony ukiwa huko nje, in the community, in the society. Again, a testimony can be used as a witness. Unaweza apply mahali kuna kesi ama in a court. Bwana Yesu asifiwe. When we say a testimony to confirm the truth something, especially in a legal, we say that legal context, this is where a testimony is the sworn statement of a witness about what they know or have observed related to the case. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukasema kuwa a testimony unaweza tumia ushuhuda ama a testimony in a religious context, that is in church. You can also use a testimony in a legal context, hata kwa society. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Legal context, tumesema kuwa this is where a testimony is the sworn of a statement of a witness about what they know or have observed related to the case. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni mahali ambapo unapata kuwa mtu fulani ama yuenda a certain case na umepelekwa kotini na ukakuwa na shahidi, a witness. Na hapo sasa ndipo yule shahidi ama your witness anaitwa to confirm whether chenye unasema it's right ama unadanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Celebrate Jesus if you are together. Hallelujah. Amen. Amen. Religious context, this is where a testimony can be a personal sharing of one's faith or religious experience. Bwana Yesu asifiwe. It is where a testimony can be a personal sharing of one's faith or religious experience. Hapa ni mahali ambapo we use a testimony in church to encourage others. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It can be a personal sharing of one's faith, whereby unapata in a church when we are testifying what God has done, we are encouraging, we are building others' faith, we are strengthening others' faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I believe the testimony we are talking about today is this one we call a religious context. A testimony whereby we testify in church as our religions, as our believers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A testimony, it is the act of sharing one's personal experience, encounters, and reflections of God's work in our lives. Bwana Yesu asifiwe. A testimony ama ushuhuda ni yale mambo ambayo huwa tunafunguka and we share with each other in the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuna testify ama we are giving a testimony, we are giving ama sharing the experience we have, encounters and reflections
of God's work in our lives. Wakati tunashuhudia, huwa tunashuhudia yale mambo ambayo Mungu amefanya kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashuhudia yale mambo ambayo tumepatana nayo na Mungu akatusaidia. Tunashuhudia ukuu wa Mungu ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. It is the act of sharing one's personal experiences, encounters, and the reflections of God's work in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I believe that kila mtu ukisimamishwa hapa, you have something to testify about what God has done in your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I also believe that hakuna mtu yeyote anaweza simama na kusema kuwa sina ushuhuda. I don't have a testimony to testify. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu ana jambo la kusema. Even if you are not a believer, you are not a born again Christian, you are not a God-fearing man, we all know that kila mtu ako na story behind to tell. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In life ulipatana na mambo mingi na uka overcome. Ulipita mahali, yani if it was not God, hata kama humjui Mungu, hata kama haujaokoka, but you can testify and say this was God. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nilipita, sio mimi. Hapo nilivuka, sio mimi. Alikuwa ni Mungu. That is what we call a testimony. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu ambacho unaweza simama na kuwakilisha ukuu wa Mungu ndani ya hicho kitu, hicho ndicho tunaita ushuhuda. Ile story unaweza simama ukapatia watu, kuwaelezea ile safari umepita, yale mambo umepatana nayo, zile changamoto umepatana nazo katika safari yako. That is what we call a testimony. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine tuko na maushuhuda ambayo tukisimama kueleza na mahali Mungu ametutoa na mahali tuko, haujui utasema nini. Hata huwezi sema kama ni ushuhuda. You can't call it a testimony. It is above a testimony. Ni kubwa kuliko yale mambo Mungu amekutendea, ni makubwa ama ni makuu kuliko hata ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I trust that tumejua what is a testimony. Ile story ambayo ama kile kitu ambacho wewe mwenyewe ulipatana nacho na you are not able to overcome it. Yani haukuwa na uwezo kabisa wa kulifanya ama wa kulishinda hilo jambo, lakini haujui what happened. Ukapita hapo ulikuwa, ukafuka hilo jambo lilikuwa linakusukuma. Hiyo ndio tunaita ushuhuda ama testimony, whereby unaweza simama na kushuhudia kitu fulani. Sio lazima ukuwe wewe ni mtu wa kanisani, sio lazima ukuwe wewe ni mtu ambaye umeokoka, lakini kuna mambo ambayo ulipitia yakakuweka mahali uwezi ukasahau, na after hapo ukapata kuwa ulishinda ama ulitoka in that situation. That is what we call a testimony. And I'm very sure that tumesikiza watu wakishuhudia. Umepatana na watu, they share their stories, they share what they have gone a lot, na hapo unapata kuwa kweli huyu ni Mungu alikuwa hapo. Yani unapata mtu anakupa story yake from background, anakueleza one by one yale mambo alipatana nayo, yale mambo ameyafanya, and with all aka overcome ama akabadilika. Unaweza patana na mtu akuambie kuwa alikuwa ni mwizi, alikuwa anapiga watu geta,
saa hii amebadilika, huyo mtu amempokea Mungu, huyu mtu anaweza simama na kulitaja jina la Mungu. Amen. Amen. Unapata mtu anakupa historia yake, anakuambia hivi, unaniona, I used to be a prostitute, nilikuwa mlevi, lakini leo hii naweza nikashuhudia ukuu wa Mungu, naweza nikalisifu jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. In the book of Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, Jesus tells his followers, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Through testimony, believers became living witnesses, testifying to the reality and transformative of the work of God. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma in the book of Acts, utapatana na hii story ya Yesu with his disciples. Na ikafika mahali, ama the followers, his followers. Then ikafika mahali Yesu tukisoma in that book, in that verse, tunaelezwa kuwa Yesu alikuwa akitembea na watume wake na mitume wake. Na akitembea alikuwa akieneza injili. Na ikakuja ama ikafika mahali ikakuwa sasa ni kama wakati wake wa kuenda ama wa kupaa kwenda mbinguni ulikuwa umekawia. Na alikuwa akiwaalert end time. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tukapatana na hii verse kuwa alipokuwa akipaa kwenda mbinguni, aliwaalert ama aliwaeka kuwa tayari. Walikuwa wakijua that anytime Yesu anaweza akawaacha. And therefore akawaambia kuwa they will receive the power wakati Roho wa Mungu atashuka, na watakuwa ni mashahidi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. To Jerusalem, in Judea and Samaria. Watakuwa ni mashahidi wa Yesu. Watakuwa wakishuhudia yale mambo Yesu alikuwa akiyafanya wakati walikuwa wanatembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, wakati hao mitume walikuwa wakitembea, tukisoma at that book, tunaona kuwa walikuwa wanapatana na watu wengi. Na kwa sababu ya kukaa na Yesu, kuna wale ambao waliadapt the characters of Jesus. Mpaka wakati Yesu aliwaacha na kwenda, kuna wengine walibaki kama reflection of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka kwa kuwa mitume wakakuja wakakuwa ni mashahidi wa Yesu. Na kwa hivyo walikuwa wakitembea ni Jerusalem, Judea and Samaria, testifying what Jesus have been doing. Bwana Yesu asifiwe. We are talking about testimony. And the other meaning of testimony, it is a first-hand evidence according to the testimony of eyewitness. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Testimony, it is a first-hand evidence according to the testimony of eyewitness. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata kuwa the first-hand ama first-hand evidence ni yule mtu wa kwanza aliona hicho kitu ama alishuhudia hilo jambo. For example, naweza kuwa ulikuwa unatembea tu, then upatane na kesi fulani, ama wacha tusema an accident. Then unapata ulikuwa pale, gari ndio hizo
zimegongana. Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kushuhudia. Kwa hivyo kesi itakapopelekwa pale mbele ama kotini, utatoa a testimony ya what umeona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaeleza kile ambacho umeona. Utaeleza ni nani alikuwa amepita njia mbaya ama ni nani cause the accident. Bwana Yesu asifiwe. The first and evidence. Tuachane na wale wengine, you are the first one. Wewe mwenyewe uliona, ulishuhudia hilo jambo likifanyika. Tuachane na hawa wengine ambao watakuja baadaye. If it was an accident, kuna wale watu watakuja wa first aid, hao hawawezi peana ushahidi bora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawakuwa wamekuja, wamepata an accident imefanyika, watu wameumia, wameokoa wale walikuwa wamebaki, wamewafanyia first aid. Au we can't call them a witness kwa sababu hawakuwa pale hilo jambo likifanyika. Lakini wewe ambaye you are there, uliona hilo jambo likifanyika. Sio lazima ikuwe ni an accident. Unaweza patana na watu wanapigana na ulikuwa pale, unaweza shuhudia nani alianza ugomvi na mwingine. Unaweza eleza kuwa fulani ndiye alianza matusi, fulani ndiye alianza ugomvi na hapo wakaanza kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Wale wakukuja kusaidia hawezi kuwa mashahidi. Amen. Amen. Hebu tusome in the book of 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16. In the book of 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16. it says, Aha. "But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander." Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma hii maandiko utapata this whereby Paul was encouraging a believers to speak out. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If I repeat the verse, it says that, "But have reverence for Christ in your hearts and honor him as Lord. Be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you." Verse 16, "But do it with gentleness and respect. Keep your conscience clear, so that when you are insulted, those who speak evil of your good conduct as followers of Christ will become ashamed of what they say." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati we are giving a testimony, ama when we are sharing a testimony, unapatananga na watu wengi whereby kuna watu they can't believe your testimony. Kuna watu hawataamini ushuhuda wako. Na tunaambiwa kuwa in this verse that we have to speak out. Kile kitu ambacho ama kile ambacho umefanyiwa, speak out. Hata kama utashuhudia na wakupige mawe, they insult you, they speak evil against your good conduct as a follower of Christ, speak out. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa uko hapa ama uko pale, kuna jambo ambalo ulifanyiwa na Mungu, that is, na huo unakaa na ili jambo linakusukuma, that you are willing ama you are desiring to testify it. Mpaka wakati inafika unaweza kuwa unatembea tu na ukipatana na mtu yeyote anakuja kwako like ni kama anataka encourage,
You are able. Yani unatamani to speak out. You are desiring to speak out. Na kuna wale ambapo unapata huyo mtu ndio amekujiwa na mtu ambaye anataka encouragement. Anataka a word of encouragement. Lakini anaogopa kwa sababu amekuwa akitendewa ama amekuwa akifanyiwa na Mungu, na wakati anashuhudia kuna watu ambao wanainuka, wanampiga mawe, wanamtukana, wanamtusi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona kuwa ushuhuda wake maybe ni wa uongo, anakanyagia. Unapata kuwa uko na watu ambao wanakuhitaji for the word of encouragement, lakini kwa sababu ya yale maneno umepatana nayo kama mtu yakakuumiza moyo, hauwezi ukawatia moyo tena wale watu. Unaona kuwa ukishuhudia yale Mungu amekufanyia, kwa sababu lazima wakati you are encouraging someone, lazima umpe a part of your testimony, lazima umpe kaushuhuda kidogo kawewe. Sometimes watu tunapatana na wao, wale watu wanakuja kwetu believing that we can help them by the word of encouragement. Wakati mwingine unapatanga the challenges wanapitia ni yale mambo pia sisi tuliyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata ili jambo ambalo linasumbua huyu mwanadada ama linasumbua huyu kaka, ni jambo ambalo pia wewe ulilipitia. Na kwa hivyo wakati unamuencourage ama unamtia moyo, uko na experience ya the challenge anapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Celebrate Jesus if we are together. Hallelujah. Amen. Amen. Unapata kuwa wewe ulikuwa ni mtu haukuwa na kazi. Ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa ni kuhangaika. Unafungiwa nyumba, umekosa rent, umekosa school fees ya watoto, hata kupata chakula wakati mwingine ilikuwa ni shida. Na unapatana na mtu akona exactly a challenge ulipitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa ulienda kwa mtu mwingine ama ulitamani kushuhudia yale mambo ambayo ulipatana nayo, na wale watu instead of kupokea ushuhuda wako kama njia moja au nyingine ya kuwajenga ama kuimarisha imani yao, what they did good for you, it is to insult you and speak evil against your good conduct. Bwana Yesu asifiwe. And therefore huo unavunjika moyo, huo unaona kuwa hata ukishuhudia no one will believe it. Hakuna mtu ataamini ushuhuda wako. And here the verse, Paulo is encouraging a believers to speak out. Speak out. Kile kitu ambacho ama yale mambo ambayo Mungu amekutendea, speak out, testify. Remember that when testifying, it is a one way or the other of encouraging one, strengthening one's faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unashuhudia ni njia moja ama nyingine ya kuimarisha ama ya kujenga imani ya mtu mwingine alikuwa pale chini. Mtu ambaye alihisi kuwa amefika mwisho. Mtu ambaye aliona kuwa ana mbele na hana nyuma. Amen. Amen. In the book of Psalms 71 verse 15 to 18, tusome. In the book of Psalms 71 15 verse to 18. 15 to 18 it says, my mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long. Though I know not how to relate them all, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Since my youth, God, you have taught me
And to this day I declare your marvelous deeds. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. Amen. Amen. Let me read in my Bible. It says, I will tell of your goodness. All day long I will speak of your salvation. Though it is more than I can understand. I will go in the strength of the Lord God. I will proclaim your goodness, yours alone. You have taught me ever since I was young, and I still tell of your wonderful acts. Now that I am old and my hair is gray, do not abandon me. Oh God, be with me while I proclaim your power and mighty to all generations to come. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Desire to share God's goodness and salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mambo mengi. Nakumbuka tulisema kuwa hakuna hata utoke pale nje upatane na mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye ni mlevi, na umwambie tembu nipe ka scenario ka life yako, hebu niambie ni mambo gani haya ushawahi patana nayo, na wewe mwenyewe hata ujui uulizwe ujui utaambia mtu ulipitaje hilo jambo ulipatana nalo. Uwezi ukaeleza mtu ulifukaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuatana hata na hao wako huko nje. Tukuje in church as believers. Kila mtu ako na story behind to tell. Bwana Yesu asifiwe. Utapatana na mtu akwambie mimi unaniona hivi, napiga injili hivi, nilikuwa mtu mbaya sana, nilikuwa mwovu, nilikuwa mwizi, I used to be mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ako na story to tell. Bwana Yesu asifiwe. And therefore in the Bible tunaambiwa kuwa I will live to testify the goodness of God. I will live to tell the goodness of God. Haya mambo mazuri tunaambiwa ni yale mambo ama ni kwa yale mashimo ambayo Mungu alikutoa. Wakati ule tulikuwa watu wambaya. Wakati ule tulikuwa tunaitwa tuokoke, lakini tunawapiga watumishi wa Mungu na matusi na maneno machafu. We insulate them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Desire to share God's goodness. Mambo ambayo umepatana nayo yakakujenga, yalikuwa yanakufunja moyo, yalikuwa ni mambo ambayo hata yako na aibu ukieleza, lakini lisha hayo Mungu akakusaidia, ukatoka huko ulikuwa, ukatoka kwa hayo mashimo, ukatoka kwa huo ulimwengu wa giza ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So desire to share the goodness of God, desire to tell the goodness of God since you are young. Ni mambo mengi ulipatana nayo na saa hii umekuwa wewe ni mzee. Desire to share the goodness of God till the generations that will come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The power of sharing a testimony. Sharing a testimony, it transforms personal stories into a way to inspire, uplift, and connect with others. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sharing a testimony, it transforms personal stories into a way to inspire, uplift, and connect with others. And this is by number one, witnessing to others. When sharing your testimony can be a powerful way to witness to others about the love and grace of Jesus Christ. Your story
makes God's transformative power personal and relatable. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasema kuwa ama wakati tunaangalia kuwa zile nguvu ambazo ama ule uwezo ulio katika kutoa ushuhuda ama sharing a testimony, ni wakati ambapo unapata we are witnessing to others. Tunakuwa shahidi kwa watu wengine. Wamba wakati una share your story with other believers ama with other people, unapata kuwa story yako inaweza tumika kama njia moja ya kufanya yule mtu akatoke kwa zile njia ambazo hazikuwa zikimpendeza Mungu na kukuja katika na kuyafanya mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. When sharing your story ama your testimony, it can be a powerful way to witness to others about the love and the grace of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember that tumesema wakati unatoa ushuhuda kwa watu, kuna watu wengi ambao utakuwa unawatia moyo pale. Kuna watu ambao utakuwa na encourage. Hawa watu kuna wale they are believers, born again Christians, na kuna watu ambao they are not born again, they are unborn again Christians. Watu ambao hawajui Mungu ni nani. Huwa wanamsikia lakini hawajawahi make a step to know more about him. Bwana Yesu asifiwe. Therefore unapata kuwa wakati you are sharing your story ama testimony, unapata kuwa kuna yule mtu ambaye amekuwa akisikia kuwa kuna Mungu, lakini anapotafakari Mungu ni nani hawezi akaeleza. Anaona kuwa watu wameishi kundanganywa kuwa kuna Mungu lakini hakuna Mungu. And therefore wakati you are sharing your story, yale mambo Mungu alikufanyia ama alikutendea, ukielezea yale mambo ulipatana nayo na Mungu akakusaidia, you are encouraging that person ambaye amekuwa ama ameishi kujua kusikia kuna Mungu lakini hajawahi ona matendo ya huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Your story makes God's transformative power to personal and relatable. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine zile ushuhuda tunapatiana ama the story we are sharing, that is our story, inakuwa ni njia moja au nyingine ya kuencourage mtu ama ya kufungua mtu mawazo ambaye amekuwa akikaa na akiwaza kuhusu kuokoka ama kumjua Mungu zaidi, lakini alishindwa. Huyu Mungu anataka kumjua anakaa aje ama huwa anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. The other number, sharing testimonies, the power of sharing testimony. The other number, it is by promoting unity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati we are sharing our testimonies, that is our story behind. Bado tunafanya ule ushirika wetu ama our unity with other brethren kukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are promoting the unity. Kwa sababu wakati unatoa ushuhuda ama unaelezea watu your story back, huo unawafanya kukua pamoja. Aje unaweza kuwa yale mapito ama the challenge ambazo ulizipitia ziko related na za mtu mwingine na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
And therefore in the one way or the other, unapata hawa watu wawili ambao the situations they have ni ile situation ulikuwa, and by the grace of God uka-overcome. Mungu akakusaidia tu, ukashinda hilo jaribio, ukashinda hilo jambo. Na so hawa watu wawili, kwa sababu ya ushuhuda ulipatiana, kusema kuwa mimi nilikuwa sina kazi na Mungu akanipa kazi. Nilikuwa mimi sina mtoto, I used to be barren, ama niliishi kukua na magonjwa yasiyo na tiba, na siku moja Mungu akaniponya. Kuna yule mtu pale ambaye anasumbuka na huo ugonjwa ulikuwa nao, na ametafuta dawa na hajapata. Na kwa hivyo wakati ulitoa ule ushuhuda ya kuwa Mungu alikuponya, wakati hata anakuja kwako atataka kujua ulifanya nini ukapona huu ugonjwa ambao ni ugonjwa pia hata mimi unanitatiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And therefore tunapata kuwa tumebuild ama tumepromote a unity. Tunaweza kuwa tulikuwa pale kanisani ama in a certain group, lakini hatukuwa tunaongeleshana, hatukuwa tunajuana. Lakini kwa sababu ya that one testimony ama huo shuhuda ulitoa, ukatufanya tukue kimoja, ukatufanya tuungane and be in unity, just because of a testimony ambayo ilitolewa na mtu. Tulitaka kujua deeper, tulitaka kujua more about that testimony unapeana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Promoting unity. Sharing stories can foster a sense of community and connections with fellow believers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And the other number, it's by leading to salvation. In some cases as well, shared testimony can lead a person to a salvation or repentance. Remember tulisema kuwa watu ambao tunapatana nao huku ni watu tofauti. Utapatana na watu ambao wanaogopa Mungu ama they are God fearing, that is they are born again. Na kuna watu ambao pia they are not born again, they are unborn. Hawajui wokovu ni nini, wao ni wenye dhambi. Na kuna wale ambao ni wacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati we are testifying, unaweza kuwa mko kwa group ama mnatembea na watu, and therefore patane na one of your friends ambaye ni mtu amekaa kwa dhambi kwa muda mrefu, amekaa pale kwa hiyo shimo, amekaa kwa huo utumwa ambao shetani anamtumikisha. Na kwa sababu ya ushuhuda wako ama by the sharing of your testimony, huo ushuhuda wako, ama anaweza kuwa ni rafiki yako ambaye wakati ule wa kitambo ama wakati ule wako ulikuwa ni mtu ambaye hujaokoka, ulikuwa ni mtu ambaye haumjui Mungu. Mlikuwa walevi mkiwa wawili, mlikuwa mnakunywa pamoja, mlikuwa mnapiga watu geta pamoja, mlikuwa mnafanya prostitution, ukaamba na yeye. Na after umetoka pale, umekuja umeokoka, umerepent, then after there your life has changed. Wakati unatoka kule na unapatana na wao, ama unapatana na watu ambao wamekaa kwa dhambi na wamechoka, kupitia kwa ushuhuda wako, ukiwaeleza jinsi ulivyokuwa, ukiwaeleza kuwa ulikuwa mlevi kama wao, ulikuwa mbaya hata kuwaliko, lakini Mungu hakakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Through your testimony, inaweza encourage that person kuokoka, to lead her on him to a salvation.
to a repentance. Kupitia huo ushuhuda wako unaweza ukamfanya huyu mtu akapenda sana kuokoka na kutubu dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leading to salvation. The other number, it is by building relationships. Bwana Yesu asifiwe. Testimonies can help build stronger relationships by sharing personal experiences and creating common ground with others. Building relationships. Wakati tunasema kuwa kujenga uhusiano na wale watu wengine, unapata kuwa unapopeana ushuhuda wako, kuna watu ambao you had a similar case na wao, and therefore unapata kuwa wewe ulikuwa ni mtu ulikuwa unafanya jambo fulani na alikuwa linafurahisha Mungu. For example, ulikuwa wewe ni mlevi. Na kwa hivyo when we say building a relationship with others, utapata kuwa wakati unaenda pale nje to testify ama kupatia mtu ushuhuda wa maisha yako na umwambie kuwa mimi nilikuwa mlevi kama wewe, atapata nguvu ingine ya kuamua kuokoka na kuacha ulevi. Kwa sababu kwa mawazo yake atakuwa akisema, kama rafiki yangu aliacha ulevi, hata mimi nitawacha. Bwana Yesu asifiwe. Na hii itafanyika kwa sababu ya ushuhuda ama testimony ambayo umempatia. Wakati unaenda kwa mtu na kumwambia, mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa napiga watu geta, nilikuwa naibia watu, na ikuwe huyu mtu alikuwa mwizi pia, huyu mtu alikuwa mchawi, atakueleza kuwa hata mimi hili jambo nimekuwa nikilifanya ndio, lakini alinipendezi ama alinifurahishi. Na kwa hivyo kwa sababu ya ushuhuda wako ama the story umeshare pale, tunapata kuwa kwa sababu we have something similar, we have something inafanana, tutakuwa marafiki. Na nitakuwa pale ama atakuwa pale with a mentality ya kama alikuwa ni mlevi kama mimi, kama alikuwa ni mwizi kama mimi, hicho jambo ama hilo jambo ambalo alilifanya na kubadilika, hata mimi ningependa kubadilika nikuwe kama yeye. Kwa sababu tumekuwa marafiki, nitabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Building relationships. Tuko na the importance of sharing a testimony. Kwa nini tunashuhudia? Reasons ama importance why we share our testimonies. And number one, it strengthens personal faith. It strengthens personal faith. And by sharing your testimony allows you to reflect on and process your experience, solidifying your understanding of God's work in your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Strengthens personal faith. Sharing your testimony allows you to reflect on and process your experiences, solidifying your understanding of God's work in your life. Importance of sharing a testimony. This is whereby wakati unapeana ushuhuda wako ama when you are testifying, giving a testimony to others, you are able ama you can reflect your experiences and solidify and also understand of God's work in your life. Yaani unaweza ukatafakari yale mambo Mungu ameyafanya ama ameyatenda kwa maisha yako.
when in giving a testimony ama sharing a testimony, sio lazima wakati unapeana ushuhuda una encourage ama unawatia moyo wale watu wengine. Ni ndio, lakini kumbuka pia wakati unapeana ushuhuda unaweza ukareflect back yale mambo ulikuwa ukiyafanya, yale mambo ulikuwa ukiyatenda, and baadaye Mungu akakusaidia, Mungu akakuokoa. You can able to understand the God's work in your life. Amen. Amen. And the other number, it is tuko kwa strengthening a personal faith. Recounting your story can renew your assurance in God's faithfulness and grace, reminding you of the gospel truth that have saved you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Recounting your story can renew your assurance in God's faithfulness and grace, reminding you of the gospel truth that have saved you. Unapata kuwa wewe ulikuwa ni mtu mbaya, and I'm sure kabisa kuna watu wengine hapo ukituuliza before tuokoke yale mambo tulikuwa tukiyafanya na ututazame, it can shock you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And therefore tunaona kuwa wakati you are recounting your story, it can renew, wakati you are renewing your assurance in God's faithfulness and grace, inakukumbusha kuwa yale mambo ulikuwa ukiyafanya and baadaye ukakombolewa ama you were saved kutoka kwa hayo mambo ulikuwa ukiyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's not all about encouraging one's faith. It's not all about encouraging one another to get into salvation ama to get born again. But it is also reminding you the gospel of the truth that saved you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa ulikuwa unafanya mambo mahofu na uokoke, na baadaye urudi tena kwa yale mambo ulikuwa ukiyafanya. Wewe ulikuwa ni mlevi, uokoke ukakae kwa wokovu kidogo, then urudi kwa ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kuwa when sharing the testimony, sharing our stories, renewing our assurance in God's faithfulness, the grace of God is reminding us the true gospel that have saved us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And the other thing, it can help you overcome doubts and fear by recalling specific instances where God has proven his power and love. It can help you overcome doubts and fear by calling specific instances where God has proven his power and love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati you are sharing a testimony ama giving your story behind, wakati tunasema sharing our story, si story ya saa hii, but a story behind. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya, story ambazo ziko na aibu hata tukieleza. Wakati mwingine when it comes to matters of repentance, yana hata uwezi ukakiri mbele ya umati. Unahitaji umuone mchungaji kando, umwambie mimi I used to be this and this, and now nimefanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo. That is what we call a testimony. Wakati mwingine unaweza kuwa mambo ulikuwa unafanya, yani usimame kwa umati na uwaelezee yale mambo ulikuwa ukiyafanya. They can't even believe. Walikuwa wanakuamini, lakini after unawaelezea wanaanza kukushuku.
bado wataona kabisa hujaitoka huko, hujai hata kufanya hayo mambo, so wataanza kukuongopa. Na mengine ni aibu kabisa, mpaka hata uwezi ukasimama na kukiri mbele ya umati kuwa mimi nilikuwa mtu mbaya. Ni aibu kabisa. Kwa hivyo unapata mtu anatafuta mchungaji kando, anaenda kukiri kwa mchungaji peke yake akaombewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kumbuka, wakati we are sharing our story, that is our behind stories, when we are sharing our testimonies, unapata kuwa we can overcome, ama we are able to overcome doubts and fear. Tunaweza tukashinda yale mambo ambayo ni kama hatuamini. Mambo ina happen, ama tunaambiwa kuwa kuna ili jambo linawezekana, ama you can do this, but tuko na doubt, tunashuku. Bwana Yesu asifiwe. Na tunauoga. So unapata kuwa kwa sababu wewe ulikuwa kwa certain case kama hiyo na uka-overcome, unaweza patana na vitu vingine ikuwe ni kama mtego, but you are able to overcome. Na hapo pia aushuku, and you have no fear, kwa sababu unajua the God has proven the power and his love in your life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome in the book of Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. In the book of Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, it says, and let us consider how we may spur on one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. Amen. Before we continue, nimepokea sadaka yako katika hii madhabahu. Banis, may God bless you. Nimepata sadaka yako. Deacon Pius Kiilu, may God bless you. Nimepata sadaka yako. Elizabeth Mumbi, may God bless you. Na ninakufungulia hiyo nafasi, wewe ambaye ungetaka kutoa sadaka zako katika hii madhabahu. Tuko na nambari ambayo iko hapo chini, na ni nambari ambayo ndicho kikapu chetu. Kwa hivyo unaweza ukatuma sadaka zako pale na zitafika kwa haya madhabahu. Nambari iliyo pale ni 0723365099. Kituma pale sadaka itafika kwa mtumishi wa Mungu na utabarikiwa. The other number, the power of sharing testimony, it is inspires and encourages others. And when you share your story, you provide a tangible example of God's work in lives of others, and offering hope and encouragement to those facing similar challenges. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasema it inspires, when sharing our testimonies, it inspires and encourages others. This is whereby unapata kuwa utapatana na mtu ako na similar case as you had. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakati you are sharing this testimony, unapata huyu mtu, you are offering hope and encouragement to that person. Whereby unapata kuwa huyu mtu ile kugive up alikuwa nahisi, ama ile kuchoka alikuwa nahisi, ile kuvunjika moyo alikuwa nahisi, inamuondokea. Anajipa nguvu na anainua imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Through a testimony, through sharing our stories. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And so, tusome in the book of Revelation chapter 12 verse 11. In the book of Revelation chapter 12 verse 11, it says, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony,
they did not love their lives so much as to shrink from death. Amen. Amen. Unapata kuwa tunaambiwa kwa maandiko and by sharing their word. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If I may read again, Revelation 12 verse 11. Inasema kuwa they won the victory over him by the blood which they proclaimed, and they were willing to give up their lives and die. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unapata kuwa wakati we are sharing the story ama giving a testimony, it provides an encouragement to others, whereby unapata ule ujasiri tunapata after someone has shared a story ama has given a testimony to us. It is won the victory over him, and this is by the love, by the blood of love, and by the truth which they proclaimed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule ukweli ambao tulitangaza ndio ukapata kutupa ujasiri wa kushinda the challenges we are facing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And the other, by inspires and encouraging others, the other point on that, your testimony can help others feel less alone and more connected to God, as they see that He is actively working in the lives of people around them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inspires and encouraging others. Unapata kuwa wakati unashuhudia kwa watu, wale watu ile kuona kuwa ama ile kujidharau na upweke walikuwa nao ndani yao unakwisha. Wanaweza ama wanaweza wakatafakari ama wakakaa wakijua they have God who is still working on their lives. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapatananga na watu ambao mioyo yao imevunjika, wamepatana na vitu ambavyo viliwaacha na vidoda, mpaka huyu mtu anapatwa na roho ya kujichukia. Huyu mtu anapatwa na roho ya kujiona yeye hafai tena, yeye sio mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo wakati we share our testimonies with our people, unapata kuwa huyu mtu ataishi akijua kuna Mungu ambaye anashughulikia maisha yake. Kuna Mungu ambaye anampenda. Kuna Mungu ambaye ana mambo mema ama ana mipango miema juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu hawezi akajua hayo mambo unless apatane na mtu ashare a story na yeye. Apatane na mtu amu-encourage with a word, whereby atampa a testimony ya kumwambia ama kumweleza yale mambo ambayo alipatana nayo kama yake. Bwana Yesu asifiwe. And the other point on that, when inspiring and encouraging others, it can also inspire others to take a step of faith and seek a deeper relationship with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata kuwa wakati we are sharing a testimony, kuna watu ambao kupitia huo ushuhuda wako umepatiana, huyu mtu anatamani kujua zaidi ama anataka uhusiano wake na Mungu ukuwe ni uhusiano ambao hata mtu mwingine hawezi akaingililia. Anataka kujua more about God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And in the book of Matthew chapter 5 verse 16,
The Bible says, in the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So unapata kuwa wakati you are sharing a testimony with other believers ama with other people, wakati unatoa ushuhuda wako kwa watu wengine, kupitia huo ushuhuda wako unafanya yule mtu atamani zaidi kujua huyu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushaipatana na mtu akupe historia yake, yani umeokoka ndio, lakini hiyo story kuna venye imekuacha, then you are like, we lazima nijue Mungu sasa. Hapa ni kama siku anajua Mungu. Yani mpaka huyo mtu anakupatianga ushuhuda wake, unaona ni kama hujaokoka. Umeokoka ndio, lakini ni kama hujaokoka. Ulikuwa naomba, lakini ukisikia huo ushuhuda wa huyo mtu, unajipima, unaona kabisa mimi siombangi. I don't pray, I have to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. That's the verse in the book of Matthew 5:16. It is encouraging us by saying that wakati tunapatiana ushuhuda, in the same way your light must shine before people. Wakati unapatiana ushuhuda, lazima kitu ya kwanza ukae ukijua, when you testifying ama sharing as testimony, lazima tukikuangalia tuone hata we are able to reflect hiyo story unatupatia na venye huko sasa. Wakati unatuambia I used to be, yani nilikuwa nateseka, nilikuwa nalala kwa mitaro, nilikuwa chokora, we have to testify. Wakati hiyo story unatupa, wacha basi tuone the results ya after uko umetoka. Wacha tuone matunda ya kutoka ukiwa chokora. Bwana Yesu asifiwe. In the same way your light must shine before people. Not that, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. The other number, the power of sharing, importance of sharing testimony, the other number, it glorifies God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How does it glorify God? It is point number 1, by sharing your testimony. It is a way of giving glory to God by showcasing His faithfulness and love. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapatiana ushuhuda, it is the other way of glorifying God. Ni njia moja ambayo tunatukuza Mungu nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kuwa wakati tunapatiana ushuhuda, we are glorifying God. Yani tunatukuza Mungu kwa makuu yake ama kwa yale mambo mazuri ametutendea. The other point, it acknowledges God's role in every aspect of your life and demonstrating that He is the source of all good things. Bwana Yesu asifiwe sana. It acknowledges God's role in every aspect of your life and demonstrating that He is the source of all good things in your life. Unapata kuwa wakati unashuhudia Mungu ama unatoa ushuhuda wa jambo fulani, tunaona ama you are demonstrating that Mungu ndiye ni yeye amekupa vitu vyote vyema ambavyo uko navyo, ama God is the source of all good things that you have in your life. And that is the other way of glorifying God. Wakati you are sharing your testimony. Bwana Yesu asifiwe. Other point, it helps others see that God is real and that He is active, involved in their lives as well. Amen. Unapata kuwa wakati you are sharing your testimony, unapata kuna watu ambapo hawakuwa wanaamini huyu Mungu, lakini kwa sababu ya ushuhuda wako
they are able to believe that God is real. And the other number, on that point, utajisomea in the book of Matthew chapter 5, verse 6. The other number, just because of the time, importance of sharing testimony. The last number, it reveals the power of God. Bwana Yesu asifiwe. Your testimony becomes a living witness to God's power and ability to transform lives. Wakati unapatiana ushuhuda wako, ni njia moja ya ku-encourage the other people that through your testimony, a living witness to God's power and ability to transform lives. Unapata kuwa kuna maisha ambayo ulikuwa ukiishi, ama maisha ambayo mtu alikuwa akiishi, ama mambo ambayo mtu alikuwa anapatana nayo, lakini kwa sababu ya ushuhuda wako, your testimony, it reveals the power of God. Like unaweza patana na mtu ukimwangalia, unaona Mungu ndani yake. Ukipiga picha ya jinsi alivyokuwa kitambo na sasa hivi, you are able to acknowledge the power of God. Bwana Yesu asifiwe. And most of us utapata kuwa zile picha tulipigwa kitambo wakati ule na zile picha saa hizi tuko nazo ni tofauti. Ama ukiekewa picha yangu hapa ya kitambo na ya saa hii, unaweza ona Mungu ndani yangu. Unaweza kuona mabadiliko ambayo Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. It is not because tumepata kazi, tukapata pesa, tukajimedeng. It's not all about the earthly world, the earthly pride. It's not all about the world. Yani si vitu vya dunia, si mambo na pesa, si mambo na nini, lakini kwa sababu ya the grace of God na kule tulikuwa na sasa hivi, unaweza ukareflect ama ukareveal the power of God that has transformed our lives. Bwana Yesu asifiwe. The other point, it demonstrates that God can work through even the most challenging situations, offering hope and strength to those who are struggling. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata kuwa through your testimony or sharing your testimony, unapata tunaweza tukajua ama we can encourage each other that God is able to do even more than our challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. And the last number, it shows that God's love is not limited to specific group of people, but it is available to all seek him. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu tapata kuwa si kwa specific people, but kwa watu wote na wale ambao watamtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Just because of time, ningeomba nifike hapo siku ya leo. It is my hope that we were blessed together. Na kwa hivyo Mungu akawatende mema na wabariki zaidi. Mimi nashukuru sana kwa wakati wenu ambao mmetega tukue hapa tushiriki ile neno la Mungu. May God bless you so much. We love you and we honor you. May God bless you. So kesho on Friday tuko na lunch hour hapa from tuko na lunch hour. Kama uko around, make sure umekuja na utabarikiwa. Kwa hivyo, may God bless you. Shalom.